Yes, bana, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Bana, tukumbuke kwamba mwishoni mwa mwaka jana, mwaka 2024 au miezi ya karibia na mwisho wa mwaka, kulikuwa kuna matukio mengi sana ambayo yalikuwa yanatokea, na matukio hayo yalikuwa yakimhusu P Diddy au Puff Daddy, mmoja kati ya watu ambao wamefanya poa kabisa katika kwenye swala zima la muziki kutokea nchini Marekani. Lakini pia kulikuwa kuna uhusishwaji wa matukio mengi sana, lakini pia baadhi ya mambo mengi ambayo yalikuwa yanamkumba yakamsababisha mpaka kuweza kwenda kufungwa gerezani, na matukio yake yalikuwa ni ya kutisha kidogo. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikiwashtua watu wengi. Matukio hayo yamekuwa ni kama masuala mazima ya kuweza kuuza wanawake, lakini pia kuweza kuuza wanasema utu wa mtu, na ndio ambayo kazi ambayo alikuwa anaifanya. Sasa kulikuwa una story nyingi, lakini pia alikuwa amepata kesi nyingi sana ambazo zilikuwa zina mkabili bana P Diddy, na ilisemekana kama katika taarifa hizo mwaka huu wa 2025 mwezi wa 5 ndipo ambapo hukumu yake ndiko itaweza kutoka. Lakini pia sasa story mpya ambayo imetujia ni kwamba jaji wa shirikisho ameweza kulitupilia mbali mashtaka ya uhalifu wa kimfumo RICO dhidi ya Sin au namaanisha P Diddy katika kesi iliyofunguliwa na Rodney Jones, mshirika wake wa zamani. Hata hivyo, mahakama imeamua kuwa madai ya unyanyasaji wa kijinsia na usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono ya msingi kwa kwenda kuendelea ili kuweza kusikilizwa mahakamani. Bana, kesi hiyo inaendelea kusikilizwa mahakamani, lakini jaji huyu ameweza kuweka mashtaka mengine kuhusiana na moja kati ya kesi ambazo zilikuwa zikimkabili. Ukifuatilia nyuma, ilisemekana kwamba Diddy ana kesi zaidi ya 100 ambazo zinamkabili katika kifungo chake. Sasa nikiendelea na story hii ni kwamba kulingana na uamuzi wa jaji, madai ya RICO hayakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na malipo ambayo Jones anadai kupatwa kutokana na kazi yake kwa album ya Love Diddy. Licha ya mafanikio hayo kwa upande wa Diddy, mashtaka makubwa ya unyanyasaji wa kijinsia bado yanabaki kuwa changamoto kwake, huku kesi hiyo sasa ikielekea mahakamani kwa usikilizaji zaidi. Lakini pia Diddy ameendelea kukanusha kwamba tuhuma zote dhidi ya kesi yake hii inazidi kuzua mjadala mikali, ikitokea wakati ambapo wasanii wengi wa hip hop wanakumbwa na mashtaka yanayohusiana na unyanyasaji wa kijinsia na matumizi mabaya ya kimamlaka. So kesi ya Diddy pia zingine zote zinaendelea kusomwa, lakini hiyo kesi ambayo inahusiana na masuala mazima ya RICO au RICO, bana, huyu jaji ameweza kulifutilia mbali kesi hiyo na kuweza kupungua katika zile kesi ambazo zinamhusu P Diddy. Lakini kesi zingine za kuhusiana na masuala mazima ya biashara ya binadamu, wale ambao wanaweza kuwatumikisha kingono, hizo bwana bado zinaendelea kufuatiliwa, lakini pia kuweza kumweka Diddy kuwa matatani zaidi, na tutegemee kwamba mwaka 2025 mwezi wa 5 ndipo ambapo hukumu yake itaweza kutokwa. Ni kifungo cha muda gani, au atatoka amesamehewa, au kitu gani kitaweza kutokea? Tusubiri tu, kwa sababu updates zote utakuwa unazipata hapa. Endelea kusubscribe channel yetu ili uweze kupata taarifa zote. Mimi ni Ziladi kabisa, lakini hii ni Wabobase TV.